Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans kuelekea katika mchezo mwingine mkubwa kabisa, mchezo ambao ni mgumu kwa wananchi licha ya kwamba wameweza kupata sare ya bao moja ya 0-0 katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mchezo ambao ulipigwa kule Zanzibar. Sasa timu ya wananchi Young Africans ipo Singida kwa ajili ya kwenda kumenyana na Singida Black Stars, na mimi nimekusogezea kikosi cha kocha Pedro ambacho kitakachoanza katika mchezo huo mkubwa kabisa, mchezo ambao Young Africans wanahitaji kupata ushindi ili kuendeleza gap lake kubwa la pointi zidi ya timu ambazo zinamfuata katika msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo kikosi kinaelezwa kwamba kipo kamiligado kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanakwenda kupata ushindi ambao utakaowawezesha timu ya wananchi ya Young Africans ili kuweza kufanikisha kutoa ubingwa kwa mara nyingine tena. Sasa mimi nimekusogezea kikosi hicho ambacho kimeandaliwa na kocha Pedro, na pia ameweza kuzungumzia pia kuhusiana na majeraha ama wachezaji ambao wanaenda kuwakosa katika mchezo huu ambao unaelezwa kwamba ni mchezo muhimu kabisa. Ila kabla tujaendelea kwenda kukutajia majina ya wachezaji ambao wanaanza katika kikosi hicho, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako na kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans ambayo inaendelea na msako wake wa kuhakikisha kwamba wanalitetea taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo klabu ya soka ya wananchi Young Africans wako pale Singida, ambapo kuelekea katika mchezo huu baada ya kocha kutangaza kikosi chake, inaelezwa kwamba kuna wachezaji ambao huenda akawakosa katika mchezo huu, ambapo miongoni mwao ni Dickson Job ambaye aliweza kupata majeraha katika kikosi cha klabu ya soka zidi ya mchezo kati ya Simba baada ya kuweza kuumia sehemu ya goti lake, lakini pia Clement Mzinzi ambaye atakuwa nje kwa msimu huu baada ya kufanyia upasuaji wa goti lake, lakini pia unafahamu pia Paco Mzuzwa baada ya kuweza kuumia bega katika mchezo wa GS Kabylie katika ligi ya mabingwa barani Afrika, bado naye pia anauguza majeraha yake, hivyo naye pia atakosa mchezo huu. Kwa hiyo kikosi kipo kama ifuatavyo. Golini anasimama Djigui Diarra, screen protector, unafahamu ubora wake, moja kati ya magolikipa ambao wanaendelea kuonyesha ubora wake katika kitu ambacho pengine ardhi ya Tanzania imebarikiwa na imewahi kuguswa na baraka, ni pamoja na kumpata golikipa Djigui Diarra. Ni miongoni mwa magolikipa ambao wanazidi kutoa somo kwa magolikipa wa Tanzania, namna ya kuweza kujilinda, namna ya kuweza kulilinda goli lake. Umeweza kushuhudia ubora mkubwa licha ya kwamba klabu ya soka Young Africans ilikuwa timu ya pili kiwanjani siku ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, lakini Diarra aliendelea kuweza kuibakisha timu hiyo katika ushindani na kuiweka sawa mpaka kuweza kupata sare kutokana na save ambazo alizozifanya za maana kabisa. Kwa hiyo hilo alina dauti kuhusiana na ubora wake, na mwalimu akaona kabisa anastahili kuanza. Huku beki namba 2 anasimama Israeli Patrick Mwenda kutoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Beki huyu ameendelea kuweza kuwa ni moja kati ya msaada mkubwa kabisa katika upande wa namba 2. Ameweza kuwa na sifa kubwa kabisa ya kupandisha mashambulizi bila kuchoka, kurudi katika nafasi yake kwa ubora mkubwa kabisa. Ameendelea kuwa ni moja kati ya watu ambao wanakuwa ni msaada kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, na ndicho ambacho kinachoonekana kwa sasa. Ila
Kwa upande mwingine mwalimu ananufaika kumpata Israeli Patrick Mwenda katika mchezo huu, ila upande wa beki ya kushoto anasimama si mwingine bali ni Mohamed Hussein Zimbo Jr. Unafahamu ubora wake, amekuwa na mwendelezo mzuri miongoni mwa watu makini kabisa kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Amekuwa ni moja kati ya msaada. Unafahamu kama sasa hivi Boka naye pia alipata majeraha, kwa hiyo Mohamed Hussein ameendelea kuweza kuziba pengo lake vizuri kabisa bila kuweza kushuhudia kashikashi zozote zile. Kwa hiyo atakuwepo Mohamed Hussein katika eneo hilo, huku beki namba 4 anasimama si mwingine bali ni Ibrahim Ahmad Baka. Unafahamu shughuli yake, kitasa hiki chenye uwezo mzuri wa kukaba mashambulizi, akiweza kuyatuliza namna ambavyo anatumia nguvu zake, akili. Kwa hiyo anaendelea kuwepo katika kikosi cha Young Africans. Lakini pia unafahamu kuhusiana na beki namba 5 nasimama Bakari Nondo Mwamnyeto. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya vitasa, kapteni wa kikosi cha wananchi Young Africans. Huenda kwa sasa atapata game kubwa ama game time ya kucheza kwa sababu ya kile kinachoonekana katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi baada ya Dickson Job kuweza kuumia. Kwa hiyo tutarajie kuweza kuliona hilo. Huku namba 6 nasimama Damaro Kamara, miongoni mwa nyota ambao wanakwenda kukutana na timu ambayo aliyotoka maomboi wake anakwenda kukutana nao katika mchezo huu mkubwa kabisa. Kwa hiyo Damaro anakwenda kukutana na waajiri wake wa zamani. Kwa hiyo ubora wake unazidi kuonekana, anazidi kuwa ni moja kati ya wachezaji wanaopata uzoefu mkubwa zaidi, licha ya kwamba amekuwa akiandamwa na kadi za njano kutokana na namna ambavyo amekuwa akicheza. Kwa hiyo inampasa kuwa makini kwenye hilo. Huku namba 7 anasimama si mwingine bali ni Alan Okello. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya vijana ambao wameweza kuingia katika kikosi cha Young Africans dirisha dogo, lakini bado ni kama anaendelea kujitafuta kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Kwa hiyo hilo alina ubishi, tusubiri kuweza kuona atajipata vipi. Lakini pia katika upande wa namba 8 anasimama Duke Abuya, miongoni mwa nyota ambao wanapatikana kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Amekuwa ni moja kati ya icon nzuri kabisa ambayo inapatikana kwenye kikosi cha hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni wananchi Young Africans. Amekuwa ni moja kati ya msaada mkubwa kwelikweli. Unapozungumza msaada, unaelezea namna ambavyo amekuwa akiweza kuiunganisha timu, namna ambavyo amekuwa akiweza kutoa jasho lake zaidi kwenye kikosi cha wananchi. Kwa hiyo hilo alina ubishi, atakuwepo katika mchezo huu. Huku namba hapa nazungumzia namba 9 anasimama Depu. Unafahamu shughuli yake, amekuwa ni moja kati ya watu makini kwelikweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, na uwezo wake unazidi kujionyesha kadiri siku ambavyo zinavyozidi kwenda. Kwa hiyo hilo alina ubishi, tusubiri kuweza kuona tu kwenye mchezo, je, atafanikiwa kufunga katika mchezo huu pia ama itakuwaje. Lakini katika upande wa namba 10 hapa nazungumzia mchezaji ambaye amepewa nafasi ya kuweza kuanza ni pamoja na Prince Mpumelelo Dube, huku mwalimu akiweza kuwatumia washambuliaji wawili, huku Dube pale anakuwepo Depu. Huku namba 11 anasimama si mwingine bali ni Maxi Nzingeli. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya wachezaji ambao wanajitoa kweli kweli kuna katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi. Bana, hiki ndio kikosi cha wananchi Yanga ambacho kinakwenda kukutana zaidi ya Singida Black Stars katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara katika zile show ambazo zinazoendelea kwa wakati huu. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.